Ila lakini wanawake sisi tuna maigizo sana. Wewe unakagua simu. Upo kitandani unakagua simu, unachukua mtu unaigamia alafu unaanza kulia. Unalia, unataka wewe mwanaume amke akubembeleze. Hivi kweli? Ni waulize wanawake. Ambao sasa wao mara nyingi ndio wanakutana na matatizo haya. Huyu mwanaume ambaye umemkuta anazini kwenye simu yake kwa kukusaliti kwenye simu yake, na wewe hujawahi kumsaliti huyu mwanaume. Unapolia pale kitandani baada ya kukuta usaliti kwenye simu, unakuwa na malengo gani? Unataka amke akubembeleze, unataka aache usaliti. Na unaona kwa kulia anaweza kaacha usaliti? Mwanaume yoyote hajifunzi kukutreat wewe sawa mpaka utakapompa consequences. Ukimonyesha consequences ya action zake, ndipo atakapojifunza. Sasa wewe unahisi hii kulia ndio punishment inofaa? Yaani umekuta usaliti kwenye simu, unaamua unalia usiku wa manane. Unahisi akiamka akakubembeleza, unahisi hiyo tu ndio punishment inofaa? Sasa si atakuwa anafanya hivyo tu maana anajua huyu ni mwepesi huyu, akilia na mbembeleza inaisha. Na ndio utajiuliza sasa, mbona mimi kila siku nakosewa adabu? Kwa sababu unafanya action za watu wanaotaka kukosewa adabu. Yaani mimi nimekukuta na unanisaliti, nilie. Wewe unatakiwa ulie kwa sababu wewe ndio umenisaliti. Mimi nalia kwa sababu gani? Mimi nimefanya kosa gani?